Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inadai imemuua mkuu wa majeshi wa Hezbollah katika shambulizi la kwanza huko Beirut miezi kadhaa. Jeshi la Israel limesema kuwa limemuua mtu wa pili kwa cheo cha juu zaidi wa Hezbollah katika mashambulizi ya kwanza ya anga katika miezi kadhaa kusini mwa Beirut. Jeshi hilo la IDF lilimuita Haitham Ali Tabatabai, mkuu wa majeshi ya Hezbollah, mtendaji mkuu na mkongwe katika shirika hilo lililoliita la kigaidi. Shambulizi lililokusudiwa kuzuia shirika hilo kuimarisha uwezo wake zaidi na kutoa pigo kwa wale wanaojaribu kudhuru nchi ya Israel. Mkuu wa IDF Jenerali Eyal Zamir alisema katika taarifa baada ya shambulizi hilo. Hezbollah ilisema mauaji ya Tabatabai yalikuwa shambulio la kihaini la Israel katika kitongoji cha Haret Horeik katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, kulingana na taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumapili. Watu watano pia waliuawa na 28 kujeruhiwa katika shambulizi hilo, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon. Picha kutoka katika eneo la tukio zimeonyesha moshi ukitoka kwenye ghorofa ya 4 au ya 5 ya jengo la ghorofa katika sehemu yenye watu wengi kusini mwa Beirut. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema IDF ilipiga katikati ya Beirut ikimlenga mkuu wa majeshi ya Hezbollah ambaye aliongoza juhudi za uundaji na silaha la shirika hilo. Netanyahu aliamuru shambulizi hilo kwa kuzingatia pendekezo la waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi wa IDF. Ofisi yake ilisema, tutaendelea kuchukua hatua kwa nguvu ili kuzuia tishio lolote kwa wakazi wa kaskazini na kwa nchi ya Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz ameongeza akisema, yeyote atakayeinua mkono dhidi ya Israel mkono wake utakatwa. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alisema katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii mnamo Jumapili kwamba kulengwa kwa Israel kwa Beirut ni uthibitisho kwamba haizingatii wito wa mara kwa mara wa kusitisha uchokozi wake dhidi ya Lebanon. Pia alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa nguvu zote kutokana na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na jeshi la IDF la Israel. Mashambulizi ya mwisho yaliyofanywa na Israel katika mji mkuu wa Lebanon wa Beirut yalitokea mapema Juni, wakati Israel ilisema ililenga vituo vya uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani za Hezbollah. Na tangu wakati huo Israel imezuia kushambulia Beirut, hata kama ilivyofanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya Lebanon ambayo inachukuliwa kuwa ngome ya Hezbollah. Shambulizi la Israel kusini mwa Beirut mnamo Septemba mwaka 2024 lilimuua kiongozi wa muda mrefu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, na mashambulizi ya Israel yaliweka nje uongozi wa kijeshi wa kundi hilo. Israel pia ililipua eneo muhimu la mazungumzo yanayotumiwa na wanachama hao wa Hezbollah na kuua makumi ya watu. Usitishaji mapigano ulikubaliwa kupitia upatanishi wa Marekani mwaka uliopita, lakini vikosi vya Israel viliendelea kushambulia miundombinu ya Hezbollah na wapiganaji kusini mwa Lebanon na bonde la Bekaa. Marekani ilimchukulia Tabatabai kama gaidi kuanzia mwaka 2016, ikisema alikuwa kiongozi mkuu wa jeshi la Hezbollah ambaye ameongoza kikosi maalum cha kundi hilo nchini Syria pamoja na Yemen. Mpango wa tuzo za haki za Marekani ulitoa hadi dola milioni 5 kwa taarifa kuhusu Tabatabai. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano, Hezbollah inatakiwa kusalimisha silaha zake nzito na kuondoa wafanyakazi wake wote kutoka kusini mwa mto Litani, jambo ambalo Hezbollah imesema halitowezekana. Kumekuwa na maendeleo madogo sana katika upokonyaji wa silaha na kumesababisha maafisa wa Israel kuonya kwamba hatua za kijeshi zitaongezwa isipokuwa serikali ya Lebanon ikiwa haitachukua hatua ya kuzuia Hezbollah. Hata hivyo, serikali ya Lebanon imeiomba Marekani pamoja na Israel kufanya kazi hiyo ya kuwanyang'anya silaha kundi la wapiganaji la Hezbollah. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinajiri duniani.